kwa ujumla mechi zote inafahamika wazi kwamba kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi hapajawahi kuwa na mechi nyepesi. Lakini ugumu unaongezeka zaidi pale ambapo unakutana na mshindani ambaye anatoka katika nchi za UNAF kaskazini mwa Afrika, halafu mechi hiyo inachezwa ugenini, kwa maana kwamba unakwenda kucheza kule kule kaskazini mwa Afrika kwenye nchi za Libya, Tunisia, Algeria, Morocco ama Misri. Sasa Yanga wanakwenda kucheza dhidi ya JS Kabylie kukiwa na mazingira hayo kwamba si mechi nyepesi. Lakini kinachovutia na kutia moyo kwa Tanzania, kwa wanayanga, ni kwamba Yanga ni wazoefu na wanatambua kwamba mechi hii ni muhimu, ni ngumu, na wamejipanga kuhakikisha wawape furaha Tanzania, wawape furaha wanayanga. Ikumbukwe hivi karibuni Yanga katika mechi za kule nchini Algeria imekumbana na matokeo tofauti. Ishawahi kwenda msimu 2022-2023 katika mechi muhimu ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika ikicheza dhidi ya USM Alger. Baada ya kupoteza kwa Mkapa mabao 2-1 kule Algeria, Yanga ikashinda bao 1-0. Matokeo ya jumla kawa 2-2, USM Alger wakawa mabingwa kwa faida ya bao la ugenini. Lakini ishawahi kwenda Algeria ikafungwa mabao 3-0 na CR Belouizdad. Sasa ikiwa ni katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini ikawageuzia kibao CR Belouizdad kwa Mkapa kwa kuwafunga mabao 4-0, na kwa sababu ya Yanga kwenda hatua ya robo finali waliotolewa na Mamelodi Sundowns kwa mikwaju ya penalty. Kwa sababu hiyo Yanga ni wazoefu, na uthibitisho juu ya hilo wamekwenda mapema sana kukabiliana na figisu zozote zitakazojitokeza, lakini waweze kujua mazingira yaliyopo sasa kijiografia, na hatimaye sababu zozote za nje ya uwanja zisiwe chanzo cha wao kupata matokeo tofauti na wanayotarajia. Kwa sababu hiyo kuna matumaini makubwa sana kwa Yanga kwamba benchi lao la ufundi likijipanga vyema chini ya kocha Pedro Gonçalves na wachezaji wake akina Peudo Pacome Zouzoua, Djigui Diarra, Dickson Job, Bakari Nondo Mwamnyeto, Ibra Baka, maana yake ni kwamba Yanga ina uwezo wa kupata matokeo ambayo wana Yanga wanahitaji, Watanzania wanahitaji, nayo ni ushindi ama walau hata sare, lakini sio kupoteza. Sasa ukienda kwenye makaratasi, namna ambavyo Yanga walivyo mpaka sasa, namna ambavyo JS Kabylie walivyo mpaka sasa, kuna sababu kadhaa nyingi za kuipa nafasi zaidi Yanga kulinganisha na mwenyeji JS Kabylie. Najua ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level unaweza ukashangaa, lakini upaswi kushangaa kwa sababu nimeshasema sio mechi nyepesi. Lakini tukiangalia small details, vitaarifa vidogodogo vinaipa nafasi zaidi Yanga. Kwa sababu gani? Ukiangalia kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, Yanga ingali ikifanya vizuri. Mechi 4 imeshacheza mpaka sasa, imeshinda 3, imetoa sare 1, ina pointi 10 kati ya pointi 12, sawa sana ufanisi wa around 83%. Lakini kwenye mabao Yanga imefunga mabao 9, imeruhusu bao 1 baada ya kucheza dakika 360 za ligi kuu Tanzania bara. Ligi kuu Tanzania bara ni ligi namba 5 kwa ubora barani Afrika ikiwa na pointi 73. Ligi kuu ya Algeria ni ligi namba 3 hivi sasa kwa ubora barani Afrika ikiwa na pointi 100, ambako ndiko waliko JS Kabylie. Sasa JS Kabylie katika ligi kuu yao wao wameshacheza mechi 9, wameshinda 4, wametoa sare mechi 3, wamefungwa mechi 2. Matokeo yake, kwa matokeo haya wao hivi sasa wana pointi 15 kati ya pointi 27 walizopaswa kuzipata kutokana na mechi 9. Maana yake ni nini? Performance yao, ufanisi, ukizidisha kwa 100 hapa ni around 56%. Kwa hiyo kumbe kwenye makaratasi performance, ufanisi kwenye ligi zao Yanga iko juu zaidi kuliko JS Kabylie. Kwenye mabao JS Kabylie kwenye mechi hizi wamefunga mabao 11 tu katika mechi 9. Wastani wa bao 1-1 kila mechi, lakini kuna mechi labda 2 ndizo wameongeza bao 1-1. Kwa hiyo sio wastani wa kutisha sana kwenye kufunga. Lakini kwenye kuruhusu wameruhusu mabao 8. Katika mechi 9 wameruhusu mabao 8. Maana yake ni nini? Ni kwamba kwa wastani wanaruhusu bao 1-1 kasoro mechi 1. Sasa hiyo inaipa faida zaidi ya kwenye makaratasi Yanga. Lakini kwenye mechi ya kwanza ya hatua ya makundi Yanga wamepata ushindi dhidi ya FAR Rabat ya kutoka Morocco kwa bao 1-0 katika mechi ambayo Yanga walipiga mashuti 15, kati ya hayo mashuti 9 alilenga shabaha, lakisha wakafunga bao 1. Lakini kwa JS Kabylie walichofanya mechi nzima walipiga mashuti 9, kati ya hayo 4 alilenga shabaha, halafu wakafungwa mabao 4-1. Je, mashuti waliopigiwa Yanga walipigiwa mashuti 5, 1 tulilenga shabaha, lakini wao walipigiwa na Al Ahly mashuti 18, kati ya hayo 7 yalilenga shabaha
na wakaruhusu mabao manne, lakini katika mechi ambayo wachezaji wa Al Ahli licha ya kushinda mabao 4-1 walikosa nafasi nyingi za wazi. Mmoja wapo akiwa ni Mahmoud Trezeguet, alifunga mabao 2 lakini alikosa nafasi kadhaa za wazi ambazo pengine angemaliza mechi akiwa na hat-trick. Vivyo hivyo Ben Shaki kuna nafasi alikosa, Ahmed Zizo alikosa, Mohamed Sharif alikosa, pengine wangeweza kupigwa mabao mengi zaidi. Sasa hilo linatoa picha gani? Ni kwamba kama itatokea JS Kabylie wakaingia uwanjani wakiwa na kiwango walichokionyesha katika mechi dhidi ya Al Ahli, au wakaonyesha kiwango kile wanachokionyesha katika ligi kuu yao ya Algeria, basi huenda Yanga wakawa na nafasi kubwa zaidi ya kupata matokeo na hivyo kujiweka vizuri katika kundi lao la B la ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni kwa sababu gani? Katika ligi kuu yao mechi 5 zilizopita wameruhusu mabao 5 kati ya yale mabao 8 ambayo wamesharuhusu mpaka sasa. Katika ligi ya mabingwa mechi dhidi ya Al Ahli wakaruhusu mabao 4 baada ya Al Ahli kupata nafasi kadhaa za kufunga mabao mengi zaidi kuliko hata hayo 4. Lakini hata kwenye umiliki wa mpira walizidiwa mno. Al Ahli walimiliki mpira kwa 61%, wao 39%, lakini Al Ahli walifika zaidi kwenye lango la JS Kabylie kuliko wao walivyofika kwenye lango la Al Ahli. Matokeo yake yakawa hayo mabao 4-1 wakiwa chini ya kocha Mjerumani Joseph Zimbauer. Changamoto kubwa walionayo JS Kabylie ambayo pengine wakiendeleza itakuwa ni manufaa kwa Tanzania, furaha kwa wanayanga, kwa sababu na Yanga wakiwa kwenye kiwango bora kile walichokionyesha dhidi ya FAR Rabat, maana yake Yanga wanaweza kupata matokeo mazuri zaidi. Ndio, kwa sababu Yanga kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika mechi dhidi ya FAR Rabat walionyesha kitu kingine kabisa kilicho bora zaidi kuliko hata wanavyoonyesha kwenye ligi. Kitendo cha kupiga mashuti 15, halafu kati ya hayo 9 kulenga shabaha. Maana yake ufanisi wa kupiga mashuti kwa usahihi, tunasema shooting accuracy, ilikuwa ni 60%. Yaani mashuti 15, 9 kulenga shabaha dhidi ya FAR Rabat ambayo kwenye ligi kuu yao mechi 8 za ligi kuu ya Morocco walikuwa wamepigiwa mashuti ya kulenga shabaha na wapinzani wao wa 8 mashuti 13 tu, na kisha wakaruhusu bao 1 wakifunga mabao 14. Lakini katika mechi dhidi ya Yanga mechi 1 tu wakaruhusu mashuti 9 ya kulenga shabaha. Ndicho kinachoipa Yanga kwenye makaratasi unafuu zaidi kwamba makali hayo wakielekeza dhidi ya JS Kabylie wanaweza kupata matokeo mazuri. Katika ligi kuu Tanzania bara Yanga mechi 4 imeshapiga mashuti 40. Kati ya hayo 17 yamelenga shabaha, wakafunga ya mabao 9 halafu wakaruhusu bao 1. Kwenye mechi 1 dhidi ya FAR Rabat Yanga inapiga mashuti 9 ya kulenga shabaha, yani yanayozidi idadi yake yanayozidi nusu ya mashuti yote waliopiga katika ligi kuu Tanzania bara kwenye mechi 4. Ndicho ninachomaanisha. Sasa kile wakikihamishia katika mechi dhidi ya JS Kabylie hii ambayo zimebaki saa chache kabla ya kuchezwa, maana Yanga wana uwezo wa kupata matokeo mazuri. Sasa iko vipi? JS Kabylie changamoto mojawapo kubwa alionayo, na hata mpaka wanaruhusu sana mabao, hawafungi mabao ya idadi kubwa sana, kwa sababu mechi 9 kufunga mabao 11 ni wastani tu, kwa sababu wa chini ya wastani wa mabao 2 kwa mechi, yani bao 1 plus kwa mechi. Yanga inafunga mabao 2 plus katika ligi kuu yake. Note, ligi kuu Tanzania bara inazidiwa ubora na ligi kuu ya Algeria, lakini kwa kulinganisha ni kwamba Yanga inafunga zaidi. Sasa changamoto zao ni zipi? Ni kwamba JS Kabylie chini ya kocha Joseph Zimbauer msimu huu changamoto mojawapo ni kwamba ina wachezaji wengi zaidi ambao huanza katika kikosi cha kwanza walio wapya. Ni kwa sababu kwenye msimu 25-26 wana wachezaji wapya 14, new arrivals. Na katika hao 14 wengi huanza katika kikosi cha kwanza. Wachezaji wao zaidi ya 50% kikosi kinachoanza huwa ni wapya. Sasa matokeo yake baadhi ya nyakati ambazo zinahitaji mawasiliano mazuri zaidi, kuzoeana zaidi, chemistry ya muda mrefu, kiasi fulani inachangia kuathiri, ingawa sababu zipo nyinginezo, lakini hii ni mojawapo. Kwa mfano katika mechi waliocheza dhidi ya Al Ahli, kikosi chao walianza vipi? Katika mfumo wa 4-2-3-1, lakini kwenye kucheza kwa wastani walikuwa na wachezaji wengi zaidi kwenye kuzuia kwenye eneo lao juu, wakiacha wachezaji takriban wawili tu. Ni kwamba kwenye kikosi alianza golikipa Mohamed Irdi Hadid, yeye ni alikuwepo wala sio mpya. Lakini beki mbili alianza Neshat Jabri, yeye si mpya, tunakumbuka vizuri mgongoni nambari 2. Baada ya beki mbili, beki 3 alianza Hamza Muale mgongoni nambari 23. Huyu ni mpya.
Katika mabeki wawili wakati walioanza walikuwa ni pamoja na Reda Benshah mgongoni nambari 28. Huyu ni mpya. Lakini beki mwingine ni nahodha. Hapa tunazungumzia Zinedine Belaid. Yeye mgongoni nambari 5. Huyu ni mpya ingawa ndio nahodha. Viungo wawili pale kati wa ukabaji tunazungumzia Babakar Sarr yeye mgongoni nambari 25. Yeye sio mpya. Babakar Sarr tunafahamu vizuri, huyu aliwahi kupita katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kabla ya kwenda kule Algeria. Sarr alikuwa pamoja na Mehdi Boujema mgongoni nambari 8. Yeye ni mpya. Lakini katika viungo watatu wa ushambuliaji waliokuwepo ni pamoja na Josephat Athubada nambari 12. Tunafahamu huyu alitoka katika klabu ya Singida Black Stars, ni mpya. Hawa wengi wamejiunga mwezi wa 8 mwaka huu. Huu ni mwezi wa 11. Lakini wengine ni pamoja na Mehdi Mergan, huyu alikuwepo, sio mpya. Lakini mwingine kushoto alikuwepo Lahlu Akhrib, bwana mdogo, mchezaji wa kimataifa wa Algeria mwenye miaka 20, mgongoni nambari 11. Yeye sio mpya. Huyu mgongoni nambari 19, na maanisha Mehdi Mergan. Lakini mshambuliaji kinara alianza pale mbele kama mshambuliaji wao kinara. Hapa alianza Bilal Messoud mgongoni nambari 9, ni mpya. Kwa hiyo unaweza kaona mpya alikuwa ngapi? 1 2 3 4 5 6, pamoja na Bilal 7, Bilal Messoud, wachezaji 7 wapya katika kikosi kilichoanza dhidi ya Al Ahli. Matokeo yake hasa mabeki wakati mawasiliano yao na golikipa yanawasumbua wakati mwingine. Golikipa Mohamed Irdi Hadid, Zinedine Belaid nahodha na mwenzake Reda Benshah, mawasiliano yao pamoja na mabeki wao pembeni sasa Hamza Muali pamoja na Neshat Jabri yamekuwa yakiwasumbua, wakati mwingine wapinzani wananufaika. Matokeo yake wakati mwingine hukaba kwa macho na kujikuta wanaruhusu mabao. Katika ligi kuu ya Algeria lipo bao mojawapo lilitokana na kipa si mzuri sana katika kufanya maamuzi anapocheza mpira na miguu, footwork inamsumbua. Amesharuhusu golikipa bao mojawapo kwa kurejeshewa mpira, akahangaika baada ya kufanywa pressing, shinikizo na washambuliaji wale timu pinzani, akauacha mpira kwa wapinzani, likafungwa. Lakini miongoni mwa udhaifu wao ni mipira ya juu inayopigwa nyuma ya mabeki, halafu washambuliaji wa timu pinzani kuikimbilia, pia wanafungwa. Wakati mwingine pia mipira ya kutenga. Matokeo yake ndio maana mechi 9 wameruhusu mabao 8. Lakini uimara wao ni pamoja na wachezaji wao wa kipekee. Kwa mfano huyu Lahlu Akhrib, kijana mwenye miaka 20, ana kasi sana, ni left footer, huwa anaingia ndani na kusumbua sana. Lakini mwingine ni pamoja na anayecheza kama mshambuliaji. Huyu Messoud huwa anasumbua hasa mipira ya juu. Lakini vile vile Ayman Mahias, yeye pia hata akianza naye ni mpya, mshambuliaji ambaye Yanga wanamfahamu, aliwahi kuwa USM Alger wakati akicheza finali zile 2 Dar es Salaam na kule Algeria. Dar es Salaam kati ya mabao mawili mojawapo alifunga Ayman Mahias, akicheza yeye ni mgongoni nambari 18. Walivyocheza dhidi ya Al Ahli ilikuwaje? Ni kwamba kwa wastani huyu mshambuliaji kinara Messoud alikuwa anasogea pale mbele. Yes, anatoka anakwenda hapa. Halafu huyu Josephat Athubada kwa wastani alikuwa anapatikana hapa katikati. Huyu Mehdi Mergan kwa wastani alikuwa anacheza maeneo haya, Mehdi Mergan. Halafu huyu Lahlu Akhrib kwa wastani alikuwa anapatikana mbele zaidi, yani mbele zaidi ya mshambuliaji kinara. Yeye namba 11, huyu namba 9, huyu nambari 19. Halafu mabeki wao sasa, kwa mfano Jabri Neshat kwa wastani alikuwa anapanda anakuja eneo hili hapa nyuma kidogo ya mstari wakati wa uwanja. Halafu beki kiungo wao hasa hapa tunazungumzia Babakar Sarr, yeye alikuwa kwa wastani anatoka hapa anakuja kucheza eneo hili Babakar Sarr, wakati Mehdi Boujema alikuwa anatoka kidogo na kuja katika eneo hili hapo. Wakati mabeki wao pembeni, kwa mfano Hamza Muali alikuwa na move, hafiki kule karibu na kati ya mstari wa uwanja kama ilivyo kwa Jabri, badala yake alikuwa anakuja kwa wastani anakuja kucheza hapo. Mabeki wao wakati sasa tunazungumzia sasa Reda Benshah, yeye alikuwa na move kwa wastani anakuja eneo hili. Halafu Zinedine Belaid kwa wastani alikuwa anatoka anakuja eneo hili ambalo kwenye makaratasi alikuwa anaonekana Babakar Sarr.
Kucheza hivi maana yake kwa wastani mbele walikuwa na watu watatu, mshambuliaji kinara, winga wa kushoto Akhrib Lahlu ndiye alikuwa anaonekana pale mbele, halafu mwingine Mehdi Merghem alikuwa wanakaa kwa mstari huu. Lakini wapinzani wao Al Ahli, wao walikuwa vipi kwenye kucheza? Al Ahli walikuwa wanatengeneza umbile kama la mduara hivi, ambapo mbele kulikuwa na wachezaji wawili, tunazungumzia Muhammad Sharif pamoja na Zizo nambari 25 na nambari 10 ndio alikuwa mbele washambuliaji vinara. Halafu pembeni yao kwa katikati, katika kutengeneza ule mzunguko, kulikuwa kuna wachezaji wawili kutoka katika kila upande. Kwa ujumla tu sio mechi nyepesi hata kidogo, lakini ukistudy zaidi small details, taarifa ndogo ndogo zilizojificha juu ya tabia ya wachezaji wa JS Kabylie hivi karibuni na upya wao ndani ya kikosi, chemistry bado haijajenga sana. Halafu Yanga wakaonyesha kama vile walivyocheza dhidi ya FAR Rabat, ambapo mwalimu Pedro Gonçalves kikosi chake cha kwanza kilihusisha wachezaji wawili tu wapya ambao ni Celestin Ekwa kama winga wa kulia, guu lenye nguvu zaidi la kushoto, pamoja na beki wa kushoto. Hapa nazungumzia Mohamed Hussein Shabalala ambaye Yanga walimtoa kutoka kwa watani za wajadi Simba. Wengine wote ni wale ambao walikuwamo katika kikosi cha Yanga hata msimu uliopita. Kati ya walioanza na maanisha, yani Djigui Diarra alikuwepo, Izra Patrick Mwenda, mabeki wa kati Dickson Jobu, Ibra Baka, viungo tunazungumzia Mudathia Abbas, Juka Buya. Katika washambuliaji wa pembeni alikuwepo Peodo Pacome Zouzoua ambaye alikuwepo pia msimu uliopita. Washambuliaji waliokuwa wawili kwa mwendo wa wima, Maxim Pia Nzengeli nyuma ya Prince Upemelo Dube, wote walikuwepo msimu uliopita. Ikawa ni faida kwa kiasi fulani kwa Yanga juu ya maelewano. Hata kipindi cha pili walipokuja kuingia wale ambao wengine hawakuwepo msimu uliopita, wachezaji kama Lassine Kouma, Ende Bobo Boyeli, bado walionyesha kiwango kizuri na hivyo kuiwezesha Yanga kutimiza mipango yake katika mechi kwenye uwanja New Amani Complex visiwani Zanzibar. Hii ni mechi ya ugenini, ni mechi ya mahesabu sana. Yanga inaweza kupata pointi 3 pindi wachezaji wake wakiendeleza kiwango kizuri na kusikiliza kile ambacho mwalimu Pedro Gonçalves anaelekeza. Lakini hilo muhimu zaidi, ikishindikana wasilazimishe, ni bora kupata pointi moja ya ugenini kuliko kupoteza kabisa. Yanga wakishinda au wakipata sare, maana yake mechi hii inatoa mwelekeo mzuri wa namna ambavyo Yanga wanaweza wakapigania nafasi mbili za juu katika kundi lao la B na hatimaye kufuzu kwa hatua ya robo fainali ili mwishowe kuendeleza kile ambacho amekipanga msimu huu. Siri nyingine muhimu sana ambayo iliwabeba Yanga katika mechi dhidi ya FAR Rabat ni kitendo cha kuhakikisha kwamba mwanzo mwisho wanakuwa juu katika mapambano ya mipira 50 kwa 50, kwamba wanaishinda, lakini pia kucheza kimehesabu zaidi kwa kuzingatia maelekezo ya kocha Pedro Gonçalves. Yanga walifanya mechi dhidi ya FAR Rabat ionekane rahisi kwao kwa namna walivyokuwa wakifika mara nyingi zaidi langoni kwa FAR Rabat na kufanya majaribio ya kufunga. Kitendo cha kupiga mashuti 15, 9 yakilenga shabaha, ni ushahidi juu ya namna ambavyo Yanga walikuwa kwenye kiwango bora sana juu ya namna ya kuendea mchezo. Pasi zao pia zilikuwa direct zaidi. Yaani Yanga hawakucheza mipira mingi ya pasi za pembeni kushoto kulia, pasi za kwenda nyuma, bali za kwenda mbele. Utofauti pekee walionyesha Yanga ni kwamba walikuwa direct zaidi, walikuwa moja kwa moja. Ndio maana wakafika zaidi langoni kwa FAR Rabat kupiga mashuti 15, 9 kilenga shabaha, ila hali FAR Rabat wakiishia kupiga mashuti 5, moja likilenga shabaha kama tulivyotoka kuelezea. Wakiendeleza hili, maana yake Yanga wanayo nafasi ya kuweza kupata matokeo mazuri, kwa sababu JS Kabylie kama unafika mfululizo inakuhakikishia kupata chochote. Msimu uliopita kwenye ligi kuu ya Algeria wao walimaliza nafasi ya pili, mechi 30, pointi walizopata ni 56, lakini mabao walifunga 42, wakaruhusu mabao 27. Msimu huu wanaonyesha kuendeleza ile tabia ya kuruhusu mabao mengi kama tulivyotoka kueleza. Sababu ziko nyingi, mojawapo hiyo ya kutokuwa na maelewano sahihi hasa katika eneo lao la kiulinzi, sababu mojawapo ikiwa wachezaji wengi wanaanza kikosi cha kwanza ni wapya. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.